kutaka kusoma. Ya nini kujitengenezea changamoto maishani? Si nisubiri tu. Na wewe hali kadhalika. Sio kila mume amekuja ukasema uelewe tu. Utajitengenezea changamoto maishani zaweza zikakushinda. Tallahi nisikudanganye mwalimu. Hii elimu ya ujasiriamali tunayoisoma hapa, kuwa mzembe tena usifanyie maishani mwako. Halinihusu. Mimi nimekusaidia. Wanao ulionao ndio rasilimali watu. Familia hiyo familia yako ulioizaa wewe, au hiyo familia yenu ulikozaliwa wewe, ijalie ni nchi. Tumeelewana jamani? Ijalie ni nini? Ni nchi. Hiyo idadi ya watu walio ndani ya familia ndio idadi ya watu wa nchi. Familia ina ardhi, hamna kiwanja nyewe. Nisute kwamba mzee Nuhu anacho kiwanja. Nisute. Naomba unisute. Ndio ardhi yenyewe. Na waweza ukashangaa mzee Nuhu sio kwamba ana kiwanja tu, bali na mashamba. Kafanyie kazi ni mwalimu. Ukakaa nao ukawaeleza, mzee Juma, haya mashamba tunatumia sivyo. Kivipi? Ukamweleza, mimi nina fikra moja, naenda kuzungumza na Baharesa. Tumkodishe nini? Atakuja kujenga hapa kiwanda. Akijenga Baharesa hapa kiwanda, mbona tutauza hapa biashara ya urojo nini kwa wale wenye kufanya kazi wapi? Ukashangaa kijiji kikachangamka kibiashara kiuchumi. Kwanza mimi namfuata Baharesa baba. Hatuna pesa za kufanya nini? Za kukitumia kiwanja kikatuingizia. Naenda kuzungumza na Baharesa aje akodi ardhi. Ukamfuata Baharesa na kuomba, tunayo ardhi kule, njoo utizame kama itakufaa, uje utengeneze nini mradi pale. Nanunua. Kununua hapana, sipendelee kununua. Nimekufuata na wewe utukomboe. Wewe kodi. Baharesa yule msimuone. Katika matajiri Tanzania sijamuonapo kama Baharesa. Wallahi nimefuatilia, sijamuonapo kama Baharesa. Ni mtu mwenye huruma kuliko maelezo. Sijamuonapo, simjui mimi. Lakini namfuatilia hiyo hali yake anavyofanya. Tizama tu mfano hivi vigari vyake. Baharesa ana haja ya vigari vile kuranda. Anafikiria raia wa chini. Sio kila mmoja ana vyeti. Sio kila mmoja anamiliki mtaji wa kuanzia. Tumeona jamani? Ngoja niweke vigari na watu wafaidike. Baharesa yeye biashara yake ni nje ya nchi po. Rwanda, Burundi, Kongo, Kenya, Uganda ndio kwenye biashara zake. Nchi zote hizo zategemea nini? Anavizalisha nani? Baharesa. Ana haja hivi vigari kuranda? Ana haja hivi. Anafikiria raia wa kawaida. Ukimfuata njoo uende uko ni kiwanja, naamini atakusikiliza. Lakini tu nimepata tatizo, nimefuatilia. Nimepata tatizo kwamba waliomzunguka, tumeelewana, wanamficha mambo mengi. Hao waliomzunguka ndio wabaya. Wanamficha mambo mengi, lakini wewe kwa adhkari na dua raka 2 watakuja kushangaa unakutana naye ghafla. Aswali misikitini ati yule. Sio kama ajificha, aswali misikitini. Tumeelewana jamani? Kamweleza basi, mimi nimekutafuta siku nyingi, wamenizuia, nimebahatika kukuona. Tumeelewana jamani? Akakueleza, nipo bize sana, nipo bize. Unampatia karatasi hii hapa kasome. Yote haya tutakupatia vipi waweze kaandaa nini. Tumeelewana? Vipi waweza kaandaa kitu unakipeleka kwa rais akifikiria. Unakipeleka kwa mtu akifikiria. Yote haya mtakupatia nini jamani? Sababu kweli watu wenyewe wapo bize kiasi ambacho kwamba anakuambia ningekusikiliza, lakini nina miadi na watu. Sina miadi na wewe.
nikikusikiliza walioko kule wanachelewa. Ni umeradhi. Kwa hiyo kumbe mtu kama huyo unamfuata, una karatasi nini mkononi, una file box. Kwa nini nikakwambia ni ununue file box? Nataka nibadilishe maisha yako. Kama unamfuata, una file box mkobali, kila kitu umekiandaa. Basi nimekutana anakuambia nipo busy na si tatizo. Hii siku utapata muda, fanya nini? Ukalipitia. Atalichukua. Hili si bomu. Atalichukua. Tena Baharesa ni mlaini kuliko laini. Hata serikali yenyewe ya Tanzania imegundua kwamba Baharesa ni mlaini na yupo kwa ajili ya watu. Magufuli amemugawia ardhi bure. Heka sijui 700. Bara huko. Jenga viwanda bure. Usilipe shilingi. Magufuli. Jamani, hatupo hapa tuacheza. Haya yaingize ndani ya maisha yako. Kama mtu hajaamua ajishauri sana. Lakini aweza mtu akashangaa. Hiki kikao chetu hiki ikawa ni sababu ya maisha yake kubadilika, na akaenda kubadilisha maisha ya watu wengine, na kuomba yaingize maishani haya tunayoyasoma. Hatupo hapa kwa ajili ya maji. Huyu juzi alinieleza somo la uchumi tamu, nikajua keshafunguka huyu keshafunguka. Alisema tamu sababu anajua kwamba ukoo wetu mzee Muhammad ametuzaa 8. Wale 8 tukijipanga, mbona baba haendi tena wapi? Sokoni. Baba atatulia pale. Na pengine kikaingia kikubwa kuliko kile anachokitoa sokoni pale. Amekaa kwenye TV. Wanangu Dafatu njoo, anamuita Dafatu wakati ni mwanawe. Njoo Dafatu. Kile kigari kile wapeleka watoto mapema skuli. Kigari hakikuwepo, wamejikomboa. Wallahi msione hivyo. Haya ninaokueleza ukiamua kuyaingiza maishani. Uchukue nyumbani kwako wewe. Ni nji. Una nini? Rasilimali watu, una rasilimali ardhi, una rasilimali hayo majungu wako. Si ndio maana tukasoma bidhaa ya kuzalishia na nini? Na ilikuwa sio ya kuzalishia. Hata juzi tukakueleza kikombe hiki muda gani kitakuwa ni bidhaa ya kuzalishia na muda gani kitakuwa sio bidhaa ya kuzalishia. Tumeelewana jamani? Ina haja gani wewe mtu mmoja uende ununue vikombe 20? Mtu mmoja. Ina haja gani? Wanakuja siku zote? Mbona kuna maduka ya vyombo vya kukodisha? Kawaida umeshaambiwa mjasiriamali anakuwa tutasoma mambo mengi. Si rahisi mjasiriamali awe hana pa kwenda akachukua. Tumeishi maisha yaliyokuwa sio ya ujasiriamali, ndio anaotutesa. Hivi vikombe vyako hivi ambavyo ni 20. Unaweza ukatangaza kabisa, na vyombo unafanya nini? Na kodisha. Upo? Wageni wako wakija kwako, hawatovitumia. Naomba jawabu huko. Sasa hoja uliokuja nayo inaenda wapi? Kwamba ununue vikombe 20 vimekaa hapo tu, wewe wapita ukipituka bibie huyo. Apita akipituka vikombe vipo kabatini vinacheka tu vya kutizama hivi. Usiotumia akili vikuingizie. Wewe ni ngumu kufaidika sababu wewe kila atalolizungumza utakuja na kinyume chake. Mimi namshangaa.
Kwani hiyo kuwazima anakuja kulazimisha kwamba uniazime, ukuniazima na kuua? Si unamwambia hivi vipo hapo ni vya biashara. Mimi nakushangaa huyu sijui vipi. Ni mjasiriamali mzuri lakini sijui kama atakuja kufaidika na hii elimu. Sababu kila anavyoelekezwa yeye ataleta jingine la kwenda kinyume na hivyo. Ndio unapewa akili. Sababu hawezi kukuteza nguvu kwamba lazima ufanye nini? Uniazime. Hebu nieleze, wanateza nguvu kwamba lazima uniazime? Naomba jawabu. Sasa kwa nini unakuwa unatuletea mambo ya maajabu? Wewe mambo yako yote ni ya maajabu. Mtu wako maalumu ni jambo la kawaida kumpatia, lakini kuna wengine huwajui. Hata binafsi ya huyo mtu wako maalumu anajua kwamba wewe umefungua ni duka la kukuingizia. Hata kuja umwazime. Umenielewa? Atakuja akodi kama watu wengine. Ana akili. Anajua kwamba una watoto wanaenda shule. Na hivi vikombe hukuviacha nyumbani. Umefungua pahala kwamba hapa tunakodisha nini? Vikombe. Panalipiwa hapo ati. Umenielewa? Ana akili. Akija japo hata kama utamwambia mimi nitavichukua bure. Mimi nakupatia bure. Atakwambia natoa mchango wa nini? Wa kodi ya nyumba. Sijui kama tupo. Na kueleza Afrika sie. Ingekuwa tusiwe na njaa. Lakini sisi tunaenda kienyeji. Wazaa watoto, hujui mtoto aenda vipi, kumfuatilia mtoto. Washtuka tu amefika form 1. Hujui amefika form 1 kimaendeleo vipi. Washtuka amefeli. Hujui kufeli kwenyewe, kafeli vipi. Hali matatizo tulionayo. Kwa hiyo tunakusomesha nini maana ya nyenzo. Tumeelewana? Na vipi ufaidike na nyenzo. Tulikuwa pamechukua muda hapa sababu msione hivyo. Na kusomesheni kwa njia ya ujasiriamali. Kila tutachokisoma kinakupeleka vipi utatumia nini? Nyenzo. Na ndio maana nikakuuliza, tizama watu wa aina hii. Tumesema sifa gani? Ya ukosefu wa nini? Wa viatu. Na pili, ukosefu wa nguo. 3. Vipi? Walisha wanyama. Ya 4, uchache wa ukoo. Hadithi kaendelea ikasemaje? Yatatawaluna fil bunyan. Umenielewa? Hadithi kasemaje? Katika alama za kukaribia nini kiyama, watu wa aina hii tumeelewana, watakuwa yatatawaluna fil bunyan, watajenga majumba marefu. Mmenielewa? Tizama, yeye ni mlishaji, ameishi maisha yake, hata viatu hamiliki, nguo hamiliki, ni mchache wa watu, lakini akajenga nini? Uone kwamba ni habari za ujasiriamali zipo hapo. Iweje mlisha wanyama ajenge ghorofa kubwa linaenda juu kama sio maendeleo. Sijui na tu Rasuli alitabiri hapa maendeleo, lakini maendeleo hayaji kwa kupoteka kwamba umekaa hivi yakaje. Hapana. Ni swala la wewe kufikiria vipi utajiongezea kipato. Ni swala la wewe kufikiria vipi utajikomboa. Na unapofikiria vipi utajiendeleza kipato, vipi utajikomboa, nini ni maana yake? Maana gani? Ndio ujasiriamali. Sijui kama tupo. Ni mwalimu. Wallahi nisikudanganye. Wewe ndio umebahatika umepata wawili. Watoto wawili. Shukuru, wewe fyatua tu. Fyatua. Tena bi mwalimu fyatua wafike 25. Kwani kuna tatizo gani? Sababu huyu wa mwanzo, umenielewa bi mwalimu? Ukienda naye vizuri, yeye mwenyewe ataelewa kwamba hawa wadogo zangu, mama ana mzigo watoto
na 5. Umenielewa? Akasema nini? Na mimi napiga job nimsaidie mama wadogo zangu. Sababu anaelewa kwamba naye atafika uzeeni. Huyu mdogo wake anayenyonya leo, yeye wakati ni mzee, mdogo wake ana nguvu. Kwa hiyo kama hakumwandaa mdogo wake, anajiwekea mazingira mabovu ya uzeeni. Sijui umenielewa? Ni swala la malezi, unamlea mtoto, alelewapo ndivyo akuwapo. Basi. Mimi maskini mnavoniona hivi. Maskini. Umesemaje Bimwani? Walezi si mwisho watanikimbia. Walezi? Unaenda kwa target, si rahisi. Unakimbia hizo watu shamba hivi. Hapa, ushapa leo unamwacha watoto kwanza. Bimwalimu. Si rahisi mwanadamu wa kawaida azae kwa mwaka mara 2. Si rahisi. Kwa mwaka mara 2? Hawataki ndio. Kweli. Hawapo. Wapo. Nipe. Inachukua miezi mingapi? Labda miezi 3. Kuna mtu mwaka uliopita akaja akajifungua jana. Nilifungua kwa 40 kapata imani nyingine. Na mwaka ule yani ndio kasa watoto wawili mwaka ule. Panga hesabu. Nisikilizeni. Ni sahihi kuna mimba zinaingia siku 40. Ni sahihi. Si mimba inaingia hii ni Januari. Umeelewa? Mimba inaingia Januari. Inaenda kuzaliwa lini? Septemba. Umeelewa? Simezaliwa Septemba. Haya, hiyo 40 inakuwa miezi mingapi? Mimi sijapata hapo kujifungua. Sijui. Ndio nikakuuliza. Mbona mwazozana sijapata hapo kujifungua sijui. Haya, mwezi mmoja. Tumeelewana? Tunaongeza hapa Septemba na kwa nini? Oktoba. Mimba nyingine ifanye nini? Ingie. Tumeelewana? Mimba simeingia Oktoba. Haya. Itatoka lini? Itatoka Julai mwezi wa 7. Tumeelewana? Hapa ni mwaka, sio mwaka. Kazaa ndani ya mwaka mmoja mara moja. Tizama hapa kidogo, nisikilize. Si mwaka huu Januari? Oktoba si ndio inaingia mimi? Au vipi? Kidogo kwanza. Mimi nataka kukubainishia kwamba hakuna mwanadamu anayezaa ndani ya mwaka mara 2. Nyinyi mnakuwa mnazungumza tu kuzungumza. Mimi nazungumza na wewe kishule. Ndio maana nikakuweka ubaoni ili tuelewane. Nilikuwa sana haja ya kutuma nini? Kalamu. Mimba imeingia Januari. Imetoka wapi? Septemba. Hapa kapata likizo. Tumeelewana jamani? Siku hiyo kachangamka katia ina kabana. Tumeelewana jamani? Mwezi gani? Oktoba. Si imeingia nyingine? Itatoka lini? Mwezi wa 7. Huu mwaka ulioanza hapa unaishia wapi? Tumeelewana? Januari. Sunama. Alizaa mwaka huu, akaenda kazaa mwaka wa. Asikiliza mimi nakwambia. Sawa, endelea. Niseme mtu kajifungua jana. Kwa hiyo kwanza wewe. Naanza ya kwako. Kajifungua Januari. Yeah. Haya, tuweke mwezi wa pili mfano kamaliza 40 yake. Mwezi wa pili. Yaani Februari. Januari, Februari. Nyingine naingia. Akupange hapo mpaka mwezi wangu ataka kwa tayari kujifungua. Mwezi wa 9, mwezi wa 11. Haya, si mwaka huo. Na kile na kuja Unasema kujifungua mara 2 kwa mwaka mmoja. Hebu nisikilize. Tatizo linalokutesa kidogo. Tatizo linalokutesa hapa hujaeleza alichukua ujauzito mwezi gani? Yaani mwaka uliopita. Hebu nisikilize Bi Mwalimu. Tatizo linalokutesa. Mimi nilivyokueleza hakuna mtu anayezaa ndani ya mwaka mara 2. Umenielewa? Mbona tunashindana? Hebu nisikilize. Naenda na wewe kishule hivyo, mimi siende na maneno ya mitaani. Nilichokueleza hakuna mtu anazaa ndani ya mwaka mmoja mara ngapi? Umeelewa ninachokizungumza? Mwaka una miezi mingapi? Basi.
Tulivyohesabu hapa miezi 10, tulivyohesabu hapa miezi 12. Imeingia mtu akazaa mara mbili. Mwaka una miezi mingapi? Basi. Labda unikinaishe kwamba watoto wana mimba miezi 15. Wewe unayozungumza wazungumza hewani, sio kishule. Ibeba kwanza sikabeba huu mwaka si huyu si ni Januari ndio alijifungua. Na sasa alichukua huku mwezi uliopita. Sasa mimi beba mwezi unazaa kwa mwezi mmoja. Si alichukua huku mwaka uliopita. Ndio hapo ndio kafika tena. Tatizo nyinyi mwazungumza tu hewani. Hamzungumzi kishule. Kabeba mimba mwaka uliopita, lakini katika kujifungua ndo katika mwaka mmoja akajifungua mara. Mimi nakueleza, nazungumza na wewe kishule. Mwaka una miezi mingapi? Hivyo nani kati yenu alikuwa anajua hizi nyenzo? Kabla hapa hatujaanza ujasiriamali. Kuna kwa mtu anazijua? Sote tulikuwa tuzijui kabla hatujaenda shule hata. Ndio maana ukaambiwa kwamba mtu yeyote aliyesoma shule na ambaye hakusoma shule fikra zao ni tofauti. Sababu uhalisia wa huyu anavyoyajua mambo ni tofauti na huyu anavyoyajua mambo. Hebu nieleze. Hapa nilivyoanza kukueleza kwamba hao unaowazaa wewe. Umenielewa? Waweza ukawatumia wakakukomboa. Sijabainisha hapa ukaona kwamba kweli waweza wakanikomboa. Naomba jawabu. Sinibainisha. Kabla ya hapo si mtu alikuwa anafikiria ni mzigo. Mtu alikuwa anafikiria ni mzigo. Ndio yale aliyokuwa anakuja nayo huyu. Mpaka kabadilisha swali lake akaenda sasa mtu atawalea vipi watoto ili aende sambamba. Tena naye nikamjibu. Nimekujibu nini? Psychology. Wewe ulivyonieleza sijui mdogo wako huyo ni mtundu, mama kwa amechoka, aenda sijui bahari nani kule pwani nini. Nikajua tatizo ni lipi. Kupiga nini? Kupiga hakutoshi. Mimi siamini kama palikuwa pana mtu apiga kama kuliko ninavyopiga mimi. Mimi napiga sana wallahi nisikudanganye. Lakini simpigi mtu. Na wapiga wanangu. Napiga sana mpaka waweza ukaogopa. Enzi hizo nipo ujingani, sijasoma psychology. Niliposoma psychology nikaona bahati nzuri sijamvunja. Lakini nilikuwa napiga unaogopa. Napiga kwa kutumia waya. Napiga kwa kutumia mti. Bahati nzuri mti haukupata kuvunja mfupa. Nikaona mbona kumbe tunatumia nguvu pahala ambapo hapa. Ilibidi niwaombe msamaha wanangu. Video ipo na wataka radhi wanangu. Video ipo na wataka radhi wanangu. Watoto walipoona hiyo video wakashangaa jamii. Huyu ni baba. Hawajamii. Tokea siku hiyo yule aliyekuwa kanuna kwamba baba ananipiga sana. Mbona sasa hivi anazungumza na mimi vizuri? Wewe hawa watoto ndio watakuwa ni nyenzo zako za baadaye. Wewe bakora siku zote huione kwamba unajenga wadui na wao. Sijui unanipata? Jaribu kumrai, zungumza naye. Kuna mambo mengi ya kunani. Jamani tusiende kienyeji madam mstari tumesoma. Ukihisi kwamba wewe unataka kulifanya litakushinda, umeshindwa kuchukua ile elimu ambayo uliyoisoma ukaifanyia kazi kuhusu jambo husika, mfuate mwenzako. Hili unaona anaweza likawaje? Waanza kukusaidia. Kwa hiyo hadithi imeashiria ikasemaje? Mnaona kwa nini nakuwa nazisikiliza hizi? Tazameni haya yote tuliyozungumza yatamfaidisha nini mtu ambaye alikuwa hayupo hapo. Tumeelewana? Kwa hiyo haya naomba tuyakate, tuyaondoe
tuyaondoshe, tuyaweke kando. Ndio maana nakuwa nazisikiliza hizi, na ndio maana nakuwa najua mbona hapa nikamkuta Bi Mwalimu aandika hivi. Sasa inachukua muda. Bi Mwalimu, tazama, usinune. Unaona? Hapa unatumia muda moja, lakini ukifanya hivi unatumia muda mara mbili. Hata ukija hivi muda, hata ukigeuza. Jamani, tunalolifanya hapa wallahi hamwezi mkaamini. Ati mvua inamzuia mtu asije hapa ili kushangaa. Ni Sakina. Watu hawafahamu. Lakini tufanye nini? Mimi nikushangaeni. Nyie wavivu kuliko maelezo. Mvua. Wajua wazi kwamba nikiroa sio kwamba utayayuka kama chuvya tu. Mume wangu asije akakuta nimeyayuka. Ndio, sije unahofia usije ukayayuka. Nyinyi ni watu wa maajabu sana. Nyinyi watu wa maajabu sana. Lakini sisi tupo hapa tunakufungua. Wewe ndio utaamua utizame vipi utafaidika. Mimi wallahi siwezi, hamwezi mkaamini, na kuwa sioni sababu ya mtu kutokuhudhuria darasani. Mtu yote ambaye hahudhurii na kuwa anaona huyu hajafanya nini? Hajaamua bado. Si ndio kutokujielewa huko. Ndio maana nakuwa naambia watu kabisa kwamba mtu ambaye anataka kuja darasani kwa kuwa hana nguo za kufua, bora fanye nini? Asijiunge. Bora asijiunge, tusije tuwazozana bure. Sababu gani? Waweza ukawazuia watu. Una uwezo kwa mujibu wa nyenzo ulizonazo, una uwezo wa kuandaa watu 3. Tumeelewana? Wakaingia 2 ambao kwamba wamekuja kwa kuwa hawana nguo za kufua. Ukawazuia wale wengine ambao wangefanya. Sasa ina haja. Ndio inakuletea madhara, lakini wewe ndio mtu wa mwanzo siku zote unakuja. Sasa ndio ajabu hata. Asiye na madhara kabaki wewe wa madhara ukaja. Ni maajabu hata. Ni maajabu Bi Mwalimu. Mimi nakushangaeni sababu wale niliowasomesha, vizee wanakuzaeni mara 3. Vizee unamwona anakuja abwabwajika maji mashungi yote. Vipi tena Bi Mkuu? Ndio twasoma Ndio twasoma, siweza kubaki nyumbani mie. Unaona kweli hawezi. Na haya hizi chati hizi wanazijaza kuliko maelezo. Nakuwa nawafuatilia kwenye chati ndio najua kwamba hawa wanasoma wewe. Wanawapatia scenario, unaona bikize na mashungi hayo yanabobajika sababu kipindi kile nawasomesha elimu ya ujasiri ya nani ya uendeshaji. Ilikuwa kipindi cha masika kama hivi. Tena masika makali. Mwaka jana. Tena tunakosoma uwanja wa ndege kule. Tunatoa mnapajua uwanja wa ndege pale? Eneo la kutoa maji. Yaweza yakakata wiki. Magari yale ya kwenda uwanja wa ndege yote yanakuwa yanaroa maji wiki wakati mvua imeshavana. Imekauka. Sasa huko hapo ndio tunaposoma. Ndio tulikopata. Siwezi kuwasomesha watu 40 na kitu. Tumeelewa jamani? Niliwaleta baada ya kwenda na wapunguza mtu anafeli na mwambia samee. Ikafika idadi fulani ndio nikawaleta huko. Na nyinyi tutakwambia ni samee. Kwa nafikiria anamuogopa mtu. Anajela. Anajela. Ikifika muda kwamba huyu itabidi asamehe ndio atafanya. Hata samehe madam sijamwambia mtu, na maana tunaenda sambamba. Tumeelewana jamani? Kumbe mnakuwa mnafikiri jamani niogopa mimi. Unajela?
Madam sijakuambia ujue kwamba bado tunaenda sambamba, lakini ikibidi ukikaa mzembe tutakwambia nini? Subiri wengine. Tumeelewana jamani? Tujitahidi kadri ya uwezo. Tuendelee na hiyo hadithi. Tumeelewana?